Sasa kama ulidhani umeona yote kutoka kwa Donald Trump, basi hii litakuacha mdomo wazi. Wiki hii dunia inasubiri kwa hamu kumwona rais wa Marekani Donald Trump akishika Biblia na kusoma maandiko matakatifu hadharani. Ndiyo, umesikia vizuri. Trump amepangwa kuwa mmoja wa wasomaji wakuu kwenye kampeni kubwa ya kitaifa inayoitwa America Reads the Bible. Tukio hili ni la kihistoria na linafanyika pale jijini Washington DC, ambapo Biblia inasomwa kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa siku 7 mfululizo. Lakini swali ni moja, je, ni imani imemrudia au ni mbinu mpya ya kutuliza dhoruba zinazomwandama? Sasa drop na mimi mdogo mdogo ili tuendelee kuchimba kiundani tukio hili. Katika tukio hili Trump hatasoma mstari wowote tu wa kupapasa. Taarifa zinasema amepangiwa kusoma kutoka kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati, ile sura ya 7 kuanzia mstari wa 11 hadi 22. Katika Biblia hiki ni kifungo kizito kabisa ambacho kinazungumzia habari za Mungu kusikia maombi ya watu wake na kuiponya nchi yao kama wakitubu. Atasoma mistari hiyo siku ya Jumanne kupitia njia ya video kutokea Oval Office. Kumbuka, tukio hili linakuja wakati huu ambapo Marekani inaadhimisha miaka 250 ya Biblia nchini humo. Ni tukio linalowakutanisha viongozi mbalimbali, lakini jina la Trump ndilo limekuwa gumzo kuliko yote. Kwa nini? Kwa sababu ya drama zake za hivi karibuni na viongozi wa dini. Hapa ndipo sasa penye siri. Wachambuzi wa mambo wanasema hatua hii ya Trump kusoma Biblia siyo ya bahati mbaya. Inakuja siku chache baada ya Trump kuzua balaa mitandaoni kwa kuposti picha iliyomfananisha yeye na Yesu Kristo, picha iliyopata shutuma kali hadi akalazimika kuifuta. Bila kusahau bifu lake la chini kwa chini na Papa Leo wa 14 ambalo limekuwa likivukuta. Kwa hiyo kitendo cha yeye kukubali kusoma Bible wiki hii kinaonekana kama damage control au mkakati wa kurudisha imani kwa wafuasi wake wa Kristo ambao walikwazika na zile picha za kujifananisha na Yesu. Je, Trump ameamua kuomba msamaha kwa staili hii? Je, huu ni mwanzo wa Trump mpya au ni sarakasi tu za kisiasa kuelekea uchaguzi? Maoni ni mengi, wengine wanasema Mungu hadhihakiwi na wengine wanasema kila mtu ana nafasi ya kutubu, lakini tusiwe na haraka. Let's go slowly. Cause wanasema haraka haina baraka. Ngoja tuone ifikapo hapo Jumanne itakuwaje pale Trump atakapofungua kitabu cha kwanza kusoma neno. Ni nini maoni yako? Unadhani Trump anafanya hivi kwa dhati au ni kiki tu ya kutuliza hasira za waumini? Shusha komenti yako hapo chini, lakini pia usisahau kusubscribe, share, like, turn on notification ili uzidi kupata update ya matukio mbalimbali yanayozidi kujiri every day. I'm out.